Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, nipende kukualika tena katika kipindi hiki kizuri ambacho tunaendelea kujifunza. Hasa nyakati hizi za mwisho lazima tuendelee kukumbushana mambo ambayo tunatakiwa tutende ili tuweze kuwa sawa na kile ambacho Mungu amekwisha kutuelekeza. Basi nipende kukualika, kama una nafasi unaweza ukapiga magoti ili tuweze kupata ombi. Baba yetu mwema mtakatifu ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umetulinda tokea siku zote ambazo tunajifunza mpaka masaa ya jina lako litukuzwe. Na masaa haya tunapoendelea kujifunza mambo ambayo yatatufanya tuendelee kutii neno lako, o Yesu, tunaomba ukatuongoze tokea mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki. Na mambo ambayo msikilizaji au mtazamaji yatakuwa mageni kwake, muongoze aweze kutenda, tuweze kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Kuwa pamoja nasi tulipoenenda kinyume na maelekezo yako, tunaomba ukatusamee, na nafasi hii ya pili uliyotupatia basi tukaishi sawa sawa na mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Basi nipende kukaribisha katika somo hili zuri ambalo tunaenda kuangalia tu mambo ambayo ni dhambi ambazo zimekuwa zikiendelea ndani ya kanisa, lakini viongozi wengi hapo nyuma walikuwa wakihubiri sana haya mambo. Lakini kadri siku zinavyokwenda tunaanza kuona kwamba mambo ambayo hapo kwanza yalihubiriwa kabisa hayafai, lakini leo tunaona yanaendelea na makemeo yanazidi kupungua. Na kama tulivyoona nukuu fulani nyuma kwamba kadri tunavyoelekea tunaona kwamba hata jumbe zile zinazokata, jumbe zinazomfanya mdhambi ajione ni mdhambi, jumbe zinazonigusa ili niweze kuacha dhambi, wapendwa, zinazidi kupotea katika mimbali nyingi za siku zetu. Kwa hiyo utakuta leo katika mimbali nyingi jumbe zinazohubiriwa ni laini na haziamshi kabisa, ni vichekesho tu mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo unakuta mtu amekuja kama alivyo na anarudi kama alivyo, anakosa kabisa kile ambacho Mungu amehitaji akipate. Lakini mpendwa, usikate tamaa, Mungu yupo kwa ajili yako. Endelea kuitafuta kweli, utaipata kama ilivyo. Kama kweli nia yako na shauku yako ni kuifahamu kweli, mpendwa, Mungu atakuandaa hata wewe mwenyewe kwa ajili ya kuisimamia hiyo kweli ambayo amekwisha kuieleza. Kwa hiyo simama na kweli mpendwa, hata kama una kweli ndogo kiasi gani, hiyo kweli ulionayo simama nayo. Kuna wengine hawaifahamu, huenda ukawafanya wakaifahamu na wakasogea kutoka hatua moja hadi nyingine. Kitabu ni cha Yohana 3 mstari ule ni wa, tuanze na 19. Anasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Fungu la 20, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. 21, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi kuwa yametendwa katika Mungu. Wapendwa, maandiko yanatuambia kwamba maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Na ndiyo imekuwa ikiendelea katika kipindi hiki kwamba basi mtu kwa sababu hapendi nuru fulani, basi mwisho wa siku anaichukia ile nuru. Na wapendwa, huyu mtu akisha ichukia nuru, basi atamchukia hata anayewasilisha hiyo nuru. Na sio hivyo tu, kwa sababu alikwisha kumkataa kabisa mtoa nuru. Kwa hiyo unapopeleka nuru mpendwa, ukaona watu wanaikataa, ujue kwamba huyu mtu alishakataa zamani hata kwa mtoa nuru. Kwa hiyo utaona kwamba huyu mtu hawezi kukubali hii nuru ambayo
Mungu ameweza kuitoa kwa ajili ya yeye kuenenda katika ile nuru. Basi katika hili fungu la Yohana 3:19 utaona kwamba ndiyo leo dunia iko kwa namna hiyo, kwamba wengi hawapendi hii nuru ambayo Mungu ameitoa kwa wazi. Mpendwa, usishangae, simama na nuru ulionayo hata kama wengi hawaipendi kwa namna gani. Basi tutaangalia hasa mtindo wa maisha na mambo haya ambayo wengi hawataki yahubiriwe. Ukihubiri mtu anakuambia mhubiri Yesu. Sasa unajiuliza kwamba haya aliyesema ni nani? Ni Yesu huyo huyo. Kwa hiyo haya ambayo tunayahubiri ni kwamba Yesu ndio aliyeagiza tuyatende. Kwani kitabu cha Isaya 58 kinasemaje? Kwamba tupaze sauti zetu kama tarumbeta, tuwaeleze watu wa Mungu kosa lao, tuwaeleze dhambi zao. Kwa hiyo tunapohubiri haya, maana yake ni kwamba tuanze kusahihisha. Kama kweli tuna Yesu, lazima tuwe tunatembea kwenye haya maelekezo. Kitabu ni cha Timotheo. Hapa ndipo tunaenda kupata maelekezo ambayo Mungu ametupatia, namna gani tuweze kuvaa, namna gani tuweze kuweka mtindo wetu wa maisha. Lakini kabla sijaenda hapo, hebu tuende kwanza kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 19. Mambo ya Walawi 19 mstari ule ni wa 27. Sasa sikiliza hapa maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Na leo haya yamesaulika. Ndio maana utaona kwamba leo hata ndani ya kanisa kila mtu anakuja kama anavyopenda, kana kwamba hamna maelekezo haya. Mpendwa, kuna maelekezo kabisa. Mungu alipotupatia ibada, maana ibada mwanadamu hajajitungia. Mungu ndio amempatia mwanadamu ibada. Amempatia namna ya kuabudu. Ndio maana tumekwisha kuona kule alimpangia siku kwamba ibada ni siku ya Sabato, Jumamosi, siku ya saba. Ndio mwanadamu anatakiwa amwabudu Mungu katika siku hiyo. Sio kwamba siku nyingine hasali, hapana. Anakuwa anasali siku zote kama Luka 1:18 inavyosema kwamba tutasali siku zote. Lakini siku ya Sabato ni siku special kwa ajili ya ibada tu na sio vinginevyo. Sasa hayo tulishakusha kuona. Sasa kuna mambo mengine pia, muonekano wakati wa ibada. Ni abudu vipi? Ni weje? Kwa hiyo kuna maelekezo mengi. Kwa hiyo tunaenda taratibu ili tuweze kuyaona haya. Watu wa Mungu lazima haya yote wayaangalie. Mambo ya Walawi 19:27 anasema, msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. 28, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu, mimi ndimi Bwana. Hebu turudie taratibu hapa, maana hapa kuna maelekezo mazuri kabisa. Anasema kwamba fungu la 27, msinyoe denge pembe za vichwani. Tusinyoe denge. Yaani maana yake tusiharibu kona yoyote ya kichwa. Wapendwa nisikilize, leo kuna aina nyingi za minyoo na watu wanafikiri kwamba hii namna ya kunyoa imeanza jana. Wapendwa, hii namna ya kunyoa imeanza tokea kipindi hicho wapagani wakiwepo huko. Sasa hawa wapagani walikuwa na mitindo yao ya kunyoa, na ndiyo maana Mungu anawaelekeza taifa lake kwamba wanyoeje, kwamba wanyoe kwa namna ambayo sio kama ya mataifa. Kwa hiyo mataifa walikuwa wakiharibu pembe hata za vichwa vyao, kwamba mtu nakuta amenyoa amemaliza huku na huku, alafu hapa kaacha nywele, au ameharibu kwa namna yote. Mwingine unaweza ukakuta hata amenyoa hapa katikati huku anaacha nywele. Sasa huo ni mtindo mbaya wa unyoaji. Ndio maana Mungu anawapatia maelekezo hapa. Kwa hiyo haya maelekezo hayajaanza jana, yameanza tokea kipindi hicho, kwamba anawaambia kwamba tutaenda nalo tu vizuri. Msinyoe denge pembe za vichwani. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema to round off,
kuchonga chonga, unajichonga chonga, unajirekebisha. Na leo wengi ukiwaambia haya hawataki kabisa kuelewa. Wanasema hapana. Kila mtu anataka ajilembelembe, ajichonge chonge, aonekane mzuri. Wapendwa, hayo sio maelekezo ya Mungu. Maelekezo ya Mungu ni kwamba tusiharibu pembe yote ya nywele zetu. Kwa hiyo leo utakuta wengi wamejiwekea alama nyingi. Mwingine ameweka tu kialama kinaenda huku. Sasa unajiuliza nini maana yake hii? Utakuta kwamba ni fashion, ulembo ambao Mungu ameuzuia. Sikiliza, anasema na fashion hizo za unyoaji zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana, yani hatuwezi kuzimaliza hata tukizionyesha. Wengi wanaharibu pembe kwa namna wanavyoelewa. Kwa hiyo utakuta alama tu vichwani zimewekwa za ajabu. Mpendwa, kama kweli unaitafuta kweli, hautapata muda huo wa kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wote ambao wanaitafuta kweli dakika hii, hivyo vyote lazima uweke kando. Ukiona bado una tatizo hapo, ujue kwamba bado una shida. Hebu tuendelee katika fungu hili la 27. Hilo anasema msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Angalia haya maelekezo mpenzi msikilizaji, kwamba tusiharibu pembe za ndevu, kwamba ndevu unazinyoa kwa namna gani. Haya ni maelekezo madogo sana, lakini wengi wanayapuuzia, lakini ni ya msingi sana katika kuwakilisha Ukristo wako, katika kuwakilisha Ukristo wangu. Ni maelekezo ya Mungu. Ndevu wengi leo wanachonga tu wanavyojua. Hayo sio maelekezo ya Mungu mpendwa. Anasema kabisa tusiharibu pembe za ndevu. Hatukatikati tuweke namna ambayo sisi wenyewe tunafahamu. Mungu ana maelekezo. Fungu la 28, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu. Chale zote zimezuiliwa. Kwa hiyo kwa wale ambao tuliona nyuma kwamba amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, wengi wanaenda kwa wanadamu huko wakichanja chale hizi. Mungu zote amezizuia na amezikataza, lakini anaendelea anasema, wala msiandike alama miilini mwenu, mimi ndimi Bwana. Mungu amezuia hata kuandika miili yetu. Na hapa tunahitaji matengenezo, hasa jinsia ya kike. Ya kiume wengi kweli wanaweka maalama hayo, wanajiwekea chata, sijui nge, mala vitu gani. Vyote hivyo ni kwenda kinyume mpendwa tazamaji na maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo kama una machale hayo, yafute kama yanawezekana. Lakini kama hayawezekani mpendwa, ujue kwamba hilo ni kosa, inatakiwa uombe msamaha kabisa kwamba Mungu amezuia maelekezo ya namna hiyo. Na wale ambao mfano kama kuna jinsia ya kike wanapenda kupaka vitu ambavyo Mungu hakutuagiza wapendwa tuvipake. Kwa hiyo utakuta wengi wanapaka vitu vingi. Wengine wanapaka piko, piko wanakuwa sijua namna gani. Wanapaka rangi usoni wawe sijua namna. Hayo maelekezo yote Mungu ametuelekeza. Kwa hiyo kama unafanya vitu vya namna hiyo, wengine wanajipaka rangi, hata rangi, Mungu hakutuambia tuje tupake rangi katika vidole wala mikono. Kwa hiyo vyote hivyo ni kutafuta urembo ambao Mungu aliuzuia, ulikuwa kwa mataifa. Kwa hiyo Mungu amekataza yote hayo. Na wengine wanapaka wanaenda kujichora kwa namna fulani. Hayo Mungu yote wapendwa ameyakataza. Kwa hiyo anachohitaji Mungu ni utii kwa kile ambacho amekielekeza. Sasa hayo ni maelekezo ambayo yanahusiana na miili yetu, tusiweze kuiharibu kwa namna yoyote. Kwa ajili ya kitu chochote, kwa ajili ya urembo au fashion au namna yoyote ile. Baki kama ulivyo, natural. Kama Esther alivyokataa kabisa kubadili mwili wake, na mwisho wa siku tunaona kwamba Mungu alimjalia. Twende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Sasa haya ni mafundisho ambayo wengi wameyakataa, na hatutanyamaza kimya kwa sababu ulimwengu unasumbuka sana na haya mafundisho, na sisi tutayaelekeza kama Biblia ilivyoelekeza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari ule tuanze na wa 9. Anasema, vivyo hivyo
wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wapendwa, tusikilizane vizuri, hasa jinsia ya kike hapa. Mungu anatoa maelekezo ya msingi sana. Anasema kwamba vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kujistiri ni kufunika kabisa mwili. Yaani usiachie mwili wako wazi, viungo vyako visionekane. Na leo hapa kuna changamoto, na haya yameogopwa sana kukemewa ndani ya kanisa. Wakati mwingine tuliona kwenye nukuu fulani ya roho ya unabii kwamba wakati mwingine watu wakiogopa kwamba huenda hawa waumini watatoka. Wapendwa, hii ni zamu ya kuhubiri kweli. Haijalishi kwamba mtu ataipenda au ataikataa, ujumbe unaenda kufikishwa kama ulivyo, wausikie au wasiusikie, ila Mungu alichoagiza ni ujumbe ufike. Sasa mavazi ya kujistiri ni kwamba mwili wote unafunikwa. Leo kuna mavazi ambayo ni ajabu, hata nikikuonyesha hapo mbele ni ajabu sana, na mengine siwezi nikayaonyesha kwa sababu yanatia aibu sana. Wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji unayafahamu na umekwisha kuyaona, maana tupo katika ulimwengu huu ambao ukitoka tu nje kidogo unakutana na hivyo. Na sio hivyo tu, hata unapoishi nyumbani, huenda ni ndugu yako hapo unakuta ana mavazi ya namna hiyo. Kwa hiyo unayafahamu. Sasa Mungu anakataa tusivae mavazi ambayo yanaonyesha miili yetu. Na leo kumekuwa na mtindo, na haya hasa tutayasema hasa jinsia ya kike kwenye swala la mavazi. Wapendwa, mnahitaji matengenezo ya dhati kabisa ya kujikana nafsi. Leo kumekuwa na mitindo, fashion, mavazi yanaishia tu hapa, mkono wote unabaki wazi, bado hujajistiri mpendo. Kwa hiyo unakuta huu mkono wote upo wazi, umemwachia nani? Bado kuna mavazi yanakata hapa kifuani hapa. Naelekeza tu hivi kwa sababu yanafahamika, mengine ni aibu hata kuyaonyesha. Yanakata kifuani, yanaacha wazi hapa. Wapendwa, bado ni changamoto. Lazima usahihishe mtindo wa maisha. Mavazi lazima yafunike, hiki chote kisionekane. Kwa hiyo lazima tufanye hapo matengenezo, hasa jinsia ya kike. Mungu awasaidie sana. Matengenezo yanahitajika. Kama kweli ni Mkristo wa kweli, lazima uvae mavazi yanayofunika mwili wako, mtu asiuone mwili. Na hasa mavazi tena mengine ya kushuka chini. Leo kumekuwa na mavazi ya ajabu, fashion hizi ambazo Mungu amezizuia. Mavazi yanakuwa mafupi, na unashangaa mtu kabisa anaingia kwa ibada amevaa nguo fupi, alafu akikaa ni kama anataka kuivuta ile fuke ili mfiche uchi, lakini ni yeye mwenyewe aliivaa, na yeye mwenyewe ndio alienda dukani akainunua. Wapendwa, fanya mabadiliko kwenye hili. Na viongozi wetu yakemeeni haya wapendwa, kwa sababu wasipoambiwa hao watu wapendwa, wengine hawafahamu. Kwa hiyo wanavaa kwa sababu tu wamemwona fulani amevaa. Na hasa wakati mwingine ni watoto wa viongozi. Na hili siwezi kulificha, kwa sababu leo ukifuatilia hata watoto wengi wa wachungaji, watoto wa wainjilisti wanavaa nguo hizo. Na wakati mwingine mtu anakuambia bisa, mbona mtoto wa fulani, ona mke wa fulani, ona mke wa mchungaji. No mpendwa, usifate mke wa mchungaji wala mke wa mwinjilisti wala mke wa nani. Hebu fuata maelekezo ambayo Mungu anaelekeza. Sio muda wa kumwangalia mtu sasa hivi. Ishi kama Mungu anavyokuelekeza. Na wengi wanaona haya hayana uthamani kama tunayazungumzia, lakini mpendwa, yana kiwango fulani cha kuitafuta kweli. Hebu tuendelee hapa. Anasema kwa mavazi lazima uvae mavazi yanayofunika mwili, mguu wako usionekane. Jinsia ya kike, hili ni la msingi sana. Mguu wako usionekane, ili mtu asije unajua leo hata ukiangalia mtu anafahamu hadi aina ya mguu. Kwa sababu gani? Watu wanavaa hovyo. Na haya lazima tuyakemee bila kuogopa. Mpendwa, kama ulikuwa unafanya hivyo, ni kwa upendo kabisa wa dhati kwamba achana kabisa na mtindo huo wa ulimwengu. Ni mtindo ambao Mungu ameuzuia. Badilika utakapolisikia tu fundisho hili na kuweza kufuatilia mwenyewe na kusoma kuona Mungu anataka tuvae kwa namna gani. Mavazi yasiwe ya kubana mwili. Leo watu hasa jinsia ya kike wapendwa,
Mavazi yasiubane mwili. Kuna madhara sana ya kubana mwili kwa mavazi ambayo unayavaa. Kwa hiyo mavazi lazima yasichole mwili. Unajua kujistiri maana yake ni hata mwili usionekane umbo lake, lisionekane kwamba ni umbo gani. Lazima umbo lako lifunikwe na mavazi kweli. Lisiachiwe kana kwamba, wapendwa, Mungu amekataa mavazi ya namna hiyo. Kwa hiyo lazima uvae vazi zuri ambalo haliukabi mwili na kuonyesha tena taswira mbaya kwa wale wanaokutazama, hasa kwa jinsia ya kike. Japo na jinsia ya kiume tunaona kwamba kuna mavazi hayo ambayo yanakaba kabisa, yani tunaita hizi modo zimekuwa ni za ajabu sana. Sasa zimekaba mpaka mtu mwingine anashindwa hata kuiondoa katika mwili wake, na kuwa ni changamoto. Sasa haya mavazi ya namna hiyo yana madhara yake ambayo kama tukipata muda baadaye tunaweza kuja kuyaelezea ili watu waweze kufanya matengenezo katika hili. Hebu tuendelee na hili fungu hapa. Hilo la Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9 anasema, vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kustiri kama tulivyoona. Anasema pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Si kwa kusuka nywele. Wapendwa, sasa hapa kumekuwa na changamoto. Hatimaye hata wale waliokuwa wanasema kwamba jamani tusisuke, unakuta leo wanasuka, na imekuwa ni ajabu. Sasa hatutanyamaza kimya hata kuona kwamba wenye kweli wanafanya hayo. Hatuwezi kunyamaza kimya, maana bado tunategemea. Hata sasa tunaona kwamba msikilizaji anayetusikiliza mwingine haifahamu kweli, lakini maagizo yatabaki pale pale. Hatuwezi kuenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kusuka nywele kumekuwa ni changamoto sana, na hiki kitu kimehubiriwa sana nyuma, hasa na watunza kweli wa Adventista wa Sabato. Wamehubiri sana haya mambo kwamba hawatakiwi kusuka, na kweli ukiangalia hata nyimbo za hapo nyuma za Adventista huwezi ukakuta mtu amesuka kabisa nywele. Lakini leo ukiangalia baadhi ya kwaya, hatuwezi kuficha kwa sababu ndio yanafahamika. Hata kwaya yako iangalie tu hapo. Je, wote wanafanya hivyo? Utakuta kuna maelekezo bado yanaleta changamoto na watu wamenyamaza kuyakemea. Na maandiko haya yanasema kabisa kusuka nywele. Sasa ukianza kujiuliza tu mpendwa, kwani wewe huelewi maana ya kusuka nywele? Maana hili andiko halijajificha. Mtu mwingine anatafuta tu maongezi yake tu kuongeza hapo, lakini andiko limesimama tu kwamba si kwa kusuka nywele. Maana yake kwamba wamezuiliwa hawa watu kufanya hiki kitu, na ndiyo maana wanatakiwa waishi tu kama maelekezo ambayo Mungu ameelekeza. Kwa hiyo utakuta leo hata kwaya nyingi, Mungu atuhurumie, kwaya nyingi ambazo hapo awali walikuwa hawasuki, leo utakuta wengi wanasuka kabisa, wala hata bila shida, kana kwamba haya maandiko yamebadilika. Hebu tusome tena andiko lingine hapo tuone hivi kweli ni Paulo tu ameelezea hapo. Hebu tumuone Petro na yeye ameelezea nini, ili tuone kwamba Mungu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu aliyetoa maelekezo hayo. Petro wa kwanza 3 mstari wa 3 anasema, tutasoma mstari wa 3 hadi wa 5. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Sikiliza. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Mbona andiko mpendwa linaeleweka? Halihitaji hata nyongeza. Ni andiko tu linaeleweka. Kwa sababu gani? Tunaelewa, wanaelewa wanayofanya hayo mambo yamegharimu hata gharama nyingi sana. Wengi wanaharibu gharama nyingi sana, ambayo hata angenunua hata kitabu cha kumsaidia, lakini utakuta hana na amepoteza huko. Na wengine wakiwa na visababu tu vingi kwamba nywele zangu ili ziwe ndefu lazima nifanye hivyo. Sasa ukiangalia anasuka tu tokea yuko kijana mpaka anakuwa mzee anasuka tu, sijui nywele hizo zinaenda yaani haieleweki, sababu haieleweki. Kila siku anasuka tu, anakuambia anasuka, anataka nywele ziwe ndefu, anasuka tu. Na ukimwona mpaka amekuwa mzee, bado hata uone kwamba nywele zimefika sijui wapi.
Lakini kumbe utaona kwamba ni tamaa tu. Mbona wapo ambao wasuki, mbona wa zamani hawakuwa wanasuka hivyo, lakini mbona walituelekeza maelekezo mazuri hadi ulimwengu unafahamu leo kwamba hawa watu wa Adventista wa Sabato huwa wasuki. Kwa nini? Mungu ameelekeza na wala sio vinginevyo. Na hata sisi wakituuliza, kwa nini hamsuki? Waambie Mungu amekataza. Full stop, hamna mjadala. Mtu anakuuliza kwamba kwa nini wewe huibi? Mungu amekataza. Ni dhambi kufanya hivyo. Full stop. Mtu akiendeleza, aendeleze ya kwake. Kwa hiyo hapa Mungu anatoa maelekezo. Mavazi ya thamani, yani yale ya gharama, tunapozungumzia hapa mavazi yale ya thamani, ni yale kwamba mtu anatafuta vazi la gharama kubwa ambayo tena linaisha kwa wiki moja. Tunashangaa amelivaa mwezi mmoja limeisha na alitupa gharama kubwa. Hayo yote ni kwenye fashion, yanajiingiza kwenye fashion. Na leo mtindo wa fashion, wapendwa, umewateka wengi. Mtindo wa maisha lazima tubadilishe nyakati za mwisho, maana shetani anatumia hii mbinu, wapendwa, ili kututeka tutoke kwenye ukweli wa leo, kutangazia ulimwengu ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili, wa tatu, hasa wa tatu tulioko, kwa sababu ya mtindo wa maisha mabovu ambayo ameyaweka. Kwa hiyo unaposikia hili somo, mpendwa, lazima ufanye matengenezo kwenye swala hilo. Anaendelea kwa kusema, anasema fungu la 4, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Mapambo gani haya tunatakiwa hasa tujipambe? Yasiyoharibika hayo, ambao wanawake wanatakiwa wawe nayo. Anasema, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Hayo ndio mapambo, roho ya upole. Unahudumia watu kwa upole, upole usio wa kuigiza, bali upole kweli ambao nimekamilishwa na Kristo, na kuwa na upole wa namna hiyo. Anasema roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani mbele za Mungu. Fungu la 5, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Hivyo ndivyo wanawake wa zamani walijipamba, wapendwa, na ndio umekuwa ni sifa yetu, ambaye ulimwengu unafahamu. Ukituona tu hivyo unajua kabisa, wa Adventista ni watu wako namna hii. Ndio maana wewe mwenyewe utashuhudia hata nje huko wanatusemeje. Wanaona kwamba hao kweli wanafuata maelekezo ambayo Mungu aliyasema. Labda nikupe tu ushahidi mdogo, sikiliza hicho ambacho ulimwengu unachotusema. Kitu cha tofauti ambacho niligundua wakati huo na ambacho bado ninakiona mpaka leo katika kwaya nyingi, wakiimba wanakwaya wa Sabato na kwaya zingine, utajua utofauti. Na ndio maana nataka niseme kwa dhati, mimi ni msikilizaji mzuri wa kwaya za Wasabato. Zina originality, na hata ukiwaona waimbaji wake, angalia kwenye nywele mpaka kwenye miguu, ni tofauti na waimbaji wengine ambao mnawaona. Kwa hiyo mbarikiwe sana ndugu zangu. Baada ya kusikiliza utaona kwamba we mwenyewe kwamba leo tumebadili mtindo. Unajua leo mtindo umeanza kubadilika, tunaanza kuifuatafuata dunia. Wapendo, usifuate dunia. Haya masomo tutazidi kuyafunua wazi, maana shetani pia ameshaingiza watu wake humu kuja kuharibu watu wasione nuru. Lakini wapendwa, nataka nikwambie kwamba Mungu ana maelekezo ni yale yale. Usimwangalie mtu, ishi kama Mungu alivyokuelekeza. Hebu tuangalie sasa roho ya unabii nasema nini kuhusiana na hivi vitu. Kwanza tuangalie haya mambo, ukiyasema leo imekuwa ni changamoto sana. Kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa ule wa 458. Anasema hivi: leo kama ilivyokuwa katika zama za kale, kutangazwa kwa ukweli unaokaripia dhambi na makosa ya nyakati utachochea upinzani. Na ndivyo hivyo. Anasema kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru
nuru matendo yake yasije yakakemewa. Yohana 3:20 anasema, kadri watu wanapoona kwamba hawawezi kushikilia msimamo wao kwa njia ya maandiko, wengi wanaamua kushikilia kwa lolote liwalo, na kwa roho ya kijicho wanashambulia mienendo ya wale ambao wanasimama kutetea ukweli usiopendwa na watu wengi. Na ndio hivyo mpendwa, ukiyasimamia ya kweli kwamba hiki ni dhambi, hata wachungaji wengi wameogopa kuelekeza washiriki haya, kwa sababu washiriki waliinuka, waliwainukia wachungaji kwamba hapana. Sasa wachungaji na wenyewe kanyamaza, baadhi wananyamaza, na sio baadhi, wengi wananyamaza. Wapendwa, hatutakiwi kunyamaza dakika hii. Waambie watu ukweli, wauchague wao wenyewe, ila wewe uweke, whether waukatae au waukubali, uweke Mungu kadri alivyoelekeza. Sasa anasema hivi, anasema ni sera ile ile ambayo hutumiwa katika vizazi vyote. Elia alitangazwa kuwa mtaabishaji wa Israeli, Yeremia alitangazwa kuwa msaliti, Paulo alitangazwa kuwa mchafua hekalu. Anasema tangia wakati huo hadi leo, wale ambao wamekuwa waaminifu katika ukweli wamekuwa wakishutumiwa kama wachochezi, waasi au wafarakanishaji. Mpendwa, simama na ukweli. Haya ya maneno waliitwa wengine, hata wewe ukiyasema haya watakwambia muone huyu muasi, mara mpingaji, mara mafundisho mageni, mara siyo msimamo mkali. Mpendwa, simama hivyo hivyo, maadamu tu unaoisimamia iwe imeandikwa. Simama kama Mungu alivyokuelekeza. Anasema watu wengi ambao hawataki kabisa ukubali neno imara la unabii watapokea bila ushahidi wa kuhoji mashtaka dhidi ya wale wanaothubutu kukemea dhambi za mitindo. Anasema roho hii itaongezeka tena na tena. Hebu sikia, roho hii itaongezeka tena na tena. Anasema na Biblia inafundisha wazi kwamba wakati unakaribia ambapo sheria za serikali zitapingana kabisa na sheria ya Mungu. Kwa hiyo yeyote atakayetii amri zote za Mungu ni lazima akabiliane na adhabu kama mtenda maovu. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hapa kwamba sio muda mrefu wale wote wanaosimamia hizi kweli, mwisho wa siku sasa wataanza kuonekana tu, watashutumiwa kama watenda maovu. Angalia mambo yanapobadilika, kwamba wanaotenda mema sasa wanaanza kuonekana wanatenda mabaya. Wanaohubiri hizo kweli ndio watakuwa wenye kuchukiwa. Wewe mwenyewe utaanza kuona kama uja experience. Kama ume experience utaanza kuzidi kuweka msimamo kwenye kile ambacho unakiamini, kwamba kadri unavyoisema kweli watu ndio wanapozidi kukuchukia. Utapendwa tu na wapenda kweli. Mpendwa, simama imara, usiogope. Ndipo tupo kipindi hicho. Mungu azidi kutuongoza. Nukuu nyingine katika kitabu hiki cha Child Guidance, ukurasa wa 416 aya ya 2, anasema na alielekezwa kwenye maandiko haya yafuatayo. Malaika akasema, yapasa kuwafundisha watu wa Mungu. Timotheo wa kwanza 2:9-10 anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Petro wa kwanza 3:3-5 kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Anasema wengi huyadharau maagizo hayo na kuyahesabu kuwa ya zamani sana, hata haina maana kuyajali. Lakini mwenye kuyatoa kwa wanafunzi wake alijua hatari zitokanazo na upendo wa mavazi siku zetu, akatupelekea onyo kubwa. Je, tutalitii onyo hilo na kuwa wenye hekima? Anasema wale wanaotafuta kwa kweli kumfuata Kristo watajihadhari sana na mavazi wavaayo, watajitahidi kutimiza masharti ya agizo hilo. Petro wa kwanza 3:3-5 lililotolewa kwa wazi na Bwana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, uvaaji ni jambo la msingi sana na ni jambo la kuzingatia sana.
kwa sababu kupitia hivyo watu wanajifunza. Na ukiangalia tu nyuma huku utagundua kwamba nabii anaelekeza kabisa kwamba yani mtu atakutambua tu kwa vile ulivyovaa. Yani vile unavyovaa unaonyesha kabisa wewe ni nani. Achilia mbali sasa, unajua wapendwa, mwovu kuvaa kuonekana mwema, unaweza ukashangaa hata mtu mbaya huko akavaa suti lakini kumbe ni jambazi. Lakini huku kwa ucha Mungu huwezi ukaniambia ukasema kwamba sasa mimi navaa hivi basi itakuwa tu nitaonekana. Hapana wapendwa. Yani kwa Mungu lazima uonekane nje na ndani. Yani ulivyo ndani ndivyo ulivyo nje. Hamna masuala tena ya kusema kwamba unajua kumekuwa na kamsemo kwamba Mungu haangalii wapi? Haangalii nje. Mungu anaangalia moyo. Wapendwa, ni kweli Mungu anaangalia moyo. Lakini lazima ujue kwamba yanayotoka moyoni ndiyo yanafanywa nje. Kwa hiyo wewe kama unasema kwamba Mungu haangalii ndani, haangalii nje, anaangalia moyo, kwa hiyo nje hata kama ukivaa hovyo, hapana. Kumbuka yaliyo ndani ndiyo unayafanya nje. Kwa hiyo kama umevaa nguo fupi au imeachia iko wazi, maana yake moyoni ndiyo ulikuwa unayawaza hayo. Kwa hiyo hayo ndiyo yamo moyoni. Maana wewe ndiyo umewaza moyoni ukaenda hadi kufanya hivyo. Kwa hiyo hayo yaliyomo moyoni ndiyo mabovu ambayo umeyadhihirisha nje. Kwa hiyo lazima tu sasa yaliyomo moyoni yakiwa mazuri, kweli tunategemea kwamba hata nje utaonyesha mambo mazuri. Kwa hiyo hapo tunahitaji tufanye matengenezo, hasa jinsia ya kike. Na kazia jinsia ya kike, mna kazi kubwa sana ya kufanya matengenezo. Lazima hapo mjikane kweli nafsi, narudia kwa mara nyingine, ili kweli uvae nadhifu, ili usilete vishawishi kuwaingiza watu kwenye dhambi au kuwatoa hata kwenye ibada. Wakati mwingine hata kwenye ibada watu wengi wameshindwa hata kuabudu kwa sababu ya uvaaji mbovu wa kina dada, jinsia ya kike kwa ujumla. Kwa hiyo hapo lazima mfanye matengenezo makubwa ya dhati ili muweze kuvaa sawa sawa na Mungu alivyoelekeza. Kwa hiyo wapendwa, kwa ujumla wake utaona kwamba hili somo limepuuziwa na wengi hawalipendi sana hata kulizungumzia. Kwa hiyo utakuta tunakaa kwenye madarasa ya vijana huko tumelisahau hili somo. Watu hawaelekezwi huko. Lazima waelekezwe wapendwa, kwamba Mungu anasikiliza ibada ya namna hii ya kufuata maelekezo yake. Haijalishi watasikia au wasisikie. Na changamoto nyingine wapendwa inayokuja ni kwamba wengi tunawapatia maneno mepesi, tukijifariji kwamba unajua huyu mtu apewe chakula kilaini maana unajua sio. Hapana wapendwa. Chakula hatukipimi sisi kwamba ni kilaini kwa mtu. Yaani yawezekana hilo ambalo unaogopa kumwambia kumbe analifahamu. Kwa sababu leo hizi ukaogopa tu mtu kumwambia ujumbe fulani ukihisi kwamba utakuwa mgumu kwake, kumbe haujui kwamba anaufahamu au haufahamu. Kwa sababu kuna wengine wapo nje huko wapendwa, hawajaingia bado ndani na wataingia, ila wana kweli hata kuliko unayoifahamu wewe. Maana kaisha soma kweli mbalimbali kazifahamu. Sisi tunachotakiwa wapendwa ni kuwafikishia ukweli tuliopatiwa. Ukikuta anaufahamu, well and good, anaendelea zaidi. Akiwa ufahamu, anazidi kufanya matengenezo. Lakini tukiwavuta tu kwamba awe tu msabato, wapendwa, hiyo sio kazi. Hata kama utabatiza watu 100 ni sawa na bure. Sikiliza, utanielewa nini ninachomaanisha. Kitabu cha Mathayo 23 mstari ule wa Mathayo 23 mstari wa 15 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Mafarisayo walikuwa na mtindo huo wa kuwafanya watu kuwa waongofu, kuiamini tu sabato. Maana ukumbuka walikuwa wanatunza hii sabato tunaitunza, kumfanya awe mwongofu, na mwisho wa siku anakuwa mwana wa jehanamu mara 2. Kwa nini mpendwa? Walikuwa hawafundishi zile kweli.
zinazokata kama za wakati huu. Kwa mfano, mtu anahubiriwa tu, hafahamu kweli, anavutwa tu kwa namna ambayo sio ya kumpa ujumbe mzito ambao utakata kabisa hadi ndani. Kwa hiyo huyu mtu mwisho wa siku anakuwa hajaelewa, ameelewa tu kipengele kimoja na vingine amefichwa, havifahamu. Sasa Mafarisayo walikuwa wanajua wanafanya hivyo. Kumbuka walikuwa wanawafungia milango wakati wenyewe hawaingii. Maana yake wanaziba hata baadhi ya kweli wakati wao wenyewe hawaziishi. Kwa hiyo hata leo kuna hatari hiyo wapendwa. Tuupeleke ujumbe kama ulivyo. Tusitafute visingizio vya vichaka vya kuficha mashaka yetu. Maana vichaka vitakuwepo tu, utavipata, na vipo vingi sana, na Mungu havizuii hivyo. Vitaendelea kuwepo tu. Wewe ndio utabaki kuchagua. Kwa hiyo hatutakiwi kuweka kabisa mashaka. Tuwafundishe kweli wakate, mtu afahamu kabisa hiki ni dhambi, hiki ni dhambi. Abaki kuchagua mwenyewe. Na ndio ilikuwa kanisa la awali, walikuwa wanafundisha kabisa hivyo. Kwa hiyo mpendwa, lazima turudi kwenye mafundisho ya kweli ya kuelekeza watu 1, 2, 3. Wengine hata ukiyazungumza haya, nalisema hili kwa sababu nalishuhudia pote ninapopita pengi, kwamba wengi hawaambii kwa sababu wanasema atabadilika humo tu kuendelea, atabadilika mbele ya safari. Umemfundisha atabadilika, lazima uwaelekeze. Nilikutana na mtu mmoja mahali tukajifunza, nikamuuliza wewe si ni Mwadventista? Ndio. Nikamwambia mbona unasuka hivyo? Akasema mimi sifahamu. Tukajifunza mpaka sasa hivi ninavyokuambia kwamba yule mtu hasuki tena. Kwa sababu gani? Alikuwa tu ndani anaendelea kuishi anavyofahamu, wakati watu wanakweli wamenyamaza kimya. Mpendwa, dakika hii kama utanyamaza kimya na una ukweli, maana yake na wewe utakuja kuangamizwa sawa na yule ambaye alikuwa hajui kweli. Tena wewe itakuwa ni zaidi, kwa sababu umefahamu. Biblia inatuambia ajuae mapenzi ya Baba na asiyafanye, huyo atapigwa sana. Kwa hiyo utapigwa sana mpendwa kama utawapa kweli ukiogopa kwamba huenda watafanya nini. Hapana, ujumbe huu sio wako, sio wangu wapendwa, ni wa Mungu. Cha msingi tunachotakiwa kuupeleka ni kwa upendo wapendwa. Japo huu upendo wapendwa unatafsiriwa vibaya mno na wa mataifa. Utaupeleka kwa upendo, utaupeleka kwa namna mtu unatamani, na ndiyo tamanio letu. Unaupeleka ili mtu yule afahamu kweli, lakini yeye kwa sababu hapendi kubadilika atauchukia. Ndiyo maana tumekwisha kusoma, Yohana anatuambia kwamba yani yule ambaye hataki kubadilika ataichukia nuru tu mpendwa. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anafikiri kwamba labda sijaupeleka kwa upendo. Hapana, kuna watu watachukia tu hata kama uende kwa upendo wa namna gani, kwa sababu wanaichukia nuru. Wameichukia nuru kwa sababu wamemkataa mtoa nuru. Hata wewe unaenda kuwakilisha ile nuru, yani tayari tu utakataliwa kwa sababu huyu mtu ameshaikataa nuru. Tusichoke mpendwa kueleza kweli, watu wafanye matengenezo ya dhati. Tusiogope kuwafunulia hizi kweli wapendwa. Tunaishi nyakati za mwisho. Tunatakumbuka ni kweli tunaelezea matukio yanayoenda kufunga historia ya ulimwengu. Lazima tukumbushane na dhambi hizi ambazo tunaendelea kutembea nazo. Wakati Yesu anapokuja wapendwa, anakuja kuangalia kitu kimoja tu, vazi lake, vazi la haki, ambao ni tabia wapendwa. Yesu anachokuja kuangalia atukute nacho ni tabia yake ndani yetu. Kwa hiyo wapendwa, tujitahidi sana kutengeneza tabia zetu kabla hatujachelewa. Na ndio hasa watu wengi wanatufanya tuendelee na tabia zetu mbovu mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema unafungwa tukiendelea na tabia zetu mbovu. Hapana wapendwa, badili mtindo wa maisha. Anza kuwa na muonekano mzuri kama wa Petro, ambao hata namna tu ya kutembea walijua kwamba huyu hakika alikuwa na Yesu. Alipokuwa anazungumza, unasema nini? Maneno yako mpendwa. Kuna maneno ambayo hakika ukiongea mtu anasema hakika huyu ni mtu wa Bwana. Huwezi ukaongea maneno ya mtaani mtu akasema huyu hakika ni mtu wa Bwana. Hapana mpendwa. Lazima kuna maneno ambayo tunaongea kufanana na Kristo. Watu watasema hakika hapa kuna kweli. Hatuna muda wapendwa wa kuchekeshana. Kama tulivyosema, leo mahubiri mengi ni ya kuchekeshana tokea mwanzo hadi mwisho. Hamna hata kweli inayokata. Hamna hata ujumbe, Yesu tunaomba utuhurumie.
Watu wengine wanakuja kabisa ndani wakiwa na moyo na shauku ya kupata ujumbe fulani. Wametoka kwenye masumbufu ya dunia, anakuja anategemea apate kweli fulani, lakini anaishia kukutana na vichekesho kwenye mimbari kama tulivyosema. Na mimbari nyingi za siku hizi tumesema kwamba kweli inayokata haipo. Kwa hiyo tunachotakiwa ni nini? Wewe unayefahamu kweli, endelea kuitafuta kweli. Endelea kuitoa kweli kwa watu. Wapendwa, ni muda wa kujitia joto kwenye baridi la wengine. Ni muda wa kujitia joto kwenye baridi la wengine. Kadri wanavyokataa kweli, wapendwa, sisi tuendelee kuishi tu na kujitia joto kwenye ubaridi wa wengine. Mungu akubariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu. Na wewe ambaye ni mgeni mara ya kwanza kusikia, endelea kusikiliza kwa namna ya pekee. Mungu ataendelea kutufunulia. Wapendwa, tamanio letu sio kumchukia mtu. Tamanio letu ni kwamba sisi sote siku moja tuweze kuokolewa Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Tutaitwa hivyo wazushi au tunaotafuta kufanya mambo sijui gani, lakini mpendwa, siku ya mwisho kweli hii itasimama na watu watasema hakika haya maneno yalikuwa ni ya kweli. Mungu akubariki. Endelea kutazama, endelea kuangalia, na Bwana atatufunulia mengi zaidi. Usikate tamaa mpendwa, haijalishi unakutana na changamoto gani, haijalishi haupati ukweli kiasi gani. Endelea kumwomba Mungu, usikate tamaa mpendwa, usivunjike moyo. Umeenda kanisani unakuta watu wawili, unakata tamaa. Hapana mpendwa, endelea, tianeni moyo hao wawili, huenda ndio mmekusudiwa kuokolewa. Mungu akubariki. Mungu endelee kuwa pamoja nasi. Kama una nafasi basi unaweza ukapiga magoti tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba yetu mwema mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunazidi kusema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi mpaka masaa haya. Jina lako litukuzwe. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunasema asante kwa kutupatia maelekezo ya mtindo wa maisha, namna gani tuweze kuiweka miili yetu kwa uvaaji. Yesu, tunaomba ukatuongoze, peke yetu hatuwezi. Tukasimame imara kulisimamia hili, maana wakati mwingi tumelegeza msimamo. Yesu, tunaomba utuhurumie. Na wakati mwingine tumevaa ovyo, tumejipaka ovyo, tumejivika ovyo, hata wanaokuja wanatuona tena wanatushangaa. O Yesu, tunaomba ukatuhurumie. Watie moyo hata wanaoyaona haya, wasivunjike moyo, bali ndio wawe kama umewaita kuyakemea hayo. Wasaidie, watie moyo. Tie moyo msikilizaji na mtazamaji wangu ambaye labda ni kwa mara ya kwanza kuisikia hii nuru. Endelea kumpatia faraja ya pekee ili akaweze kuwa mjumbe pia kwa watu wengine, katika kuinua ujumbe ambao unaonekana kama kufifia, na watu wakiendelea kukutukuza Baba yetu huku kwa maelekezo ambayo umetuzuia. Tusaidie ili tuweze kubadili mtindo wa maisha. Kwa pamoja nasi, tuandae tena kwa somo lingine Baba yetu, kwani tumeomba ni kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amina.